Masiha, njoo Bwana utuokoe. Makala ya Majilio, siku ya 19, awamu ya pili ya Majilio, karibu na fumbo la kuzaliwa. Hizi ni dakika za Kristo ndani ya Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mpendwa msikilizaji, leo tunafika siku ya 19 ya Majilio, tukiwa tayari ndani ya awamu ya pili ya kipindi hiki cha Adventi, awamu inayotukaribisha moja kwa moja kwenye fumbo la kuzaliwa kwa Mwokozi. Hatuko tena mbali, sasa tunasimama karibu na tukio lenyewe. Mama Kanisa anatuongoza kutoka katika ahadi na matarajio hadi katika hadithi halisi ya jinsi Mungu alivyochagua kuingia katika historia ya mwanadamu. Masomo ya leo yanatualika kutafakari juu ya mfalme wa haki, huruma ya Mungu kwa wanyonge na utiifu wa kimya lakini wenye nguvu, kama kwenye historia ya Yosefu anayekuwa mfano wa imani iliyojaa ujasiri na unyenyekevu. Katika somo la kwanza, Nabii Yeremia anatamka ahadi ya faraja kwa watu waliokuwa wamechoka kwa uongozi mbaya na maisha ya uhamishoni. Anasema, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipusha Daudi chipukizi la haki. Huyu ni mfalme wa haki, atakayetawala kwa hekima, atakayesimamisha haki na uadilifu. Si mfalme wa hofu, bali wa wokovu. Si wa maneno matupu, bali wa matendo ya haki. Katika siku hizi za mwisho za Majilio, Yeremia anatukumbusha kuwa Kristo anayekuja ni jibu la ahadi za Mungu, ahadi za ukombozi, umoja na maisha mapya. Yeye ndiye atakayewakusanya waliotawanyika na kurejesha tumaini lililopotea. Zaburi ya leo ni sala ya kumsifu mfalme wa haki na rehema. Atamwokoa maskini aliyelia na mnyonge asiye na msaada. Hapa tunamuona mfalme ambaye anainama kwa wanyonge, anawasikia waliokandamizwa na anajali machozi ya maskini. Huu ni ufalme unaojengwa juu ya huruma, haki na upendo. Katika Majilio, zaburi hii inatualika kujiuliza, je, mioyo yetu inafanana na moyo wa mfalme huyu? Je, tunatambua uwepo wa Kristo katika wale wanaohitaji faraja na msaada wetu? Injili ya leo kutoka katika sehemu ya Injili yake Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo, inatuingiza ndani ya fumbo la siri na kimya cha Yosefu. Anapogundua kuwa Maria ni mjamzito, moyo wake unajaa maswali na maumivu. Hata hivyo, kama mtu wa haki, anachagua njia ya huruma. Ndipo malaika wa Bwana anapomjia katika ndoto na kumwambia, usiogope kumchukua Maria awe mke wako. Yosefu anatii bila maneno mengi, bila masharti. Utiifu wake unakuwa mlango ambao kupitia kwake Mwokozi anaingia duniani. Hapa Majilio yanatufundisha kuwa imani ya kweli huonekana katika utiifu wa kimya, katika ujasiri wa kuamini hata pale njia haionekani wazi. Yosefu anatufundisha kumwamini Mungu kuliko hofu na kuchagua mapenzi ya Mungu kuliko mipango yetu binafsi. Katika siku hii ya 19 ya Majilio, masomo yanatuambia wazi. Yeremia anatuelekeza kwa mfalme wa haki. Zaburi inatuonyesha uso wa huruma ya Mungu na Injili inatupa mfano wa utiifu wa imani ya Yosefu. Hii ndiyo awamu ya pili ya Majilio. Si tena kusubiri kwa mbali,
bali kujiandaa kukutana. Ni wakati wa kunyamaza, ni wakati wa kusikiliza, na ni wakati wa kusema kama Yosefu, ndiyo Bwana. Tunapoendelea kusogea karibu na pango la Betlehemu, Mama Kanisa anatualika tuwe na mioyo iliyo wazi, tayari kupokea Kristo anayekuja si kwa makelele, bali kwa unyenyekevu na upendo. Kristo anakuja kama mfalme wa haki. Kristo anakuja kama mtetezi wa wanyonge, na Kristo anakuja kama zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Tuombe. Ee Mungu wa ahadi na uaminifu, tunapokaribia sikukuu ya kuzaliwa kwa mwanao, tunaomba utujalie mioyo ya haki na unyenyekevu. Tufundishe utiifu wa Yosefu, tujaze huruma ya mfalme wako, na utuandae kumpokea Kristo atakayekuja kutuokoa. Ondoa hofu ndani yetu, tujalie imani iliyo hai, na utujaze amani na furaha ya kweli. Tunakuomba haya kwa njia ya Kristo Mwokozi wetu na Bwana wa historia. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, tuendelee na safari hii ya majilio kwa matumaini na imani. Mungu awabariki, awajalie amani, na awape neema ya kumpokea Kristo kwa furaha. Tukutane tena kesho katika makala kama haya ya dakika za Yesu Kristo. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba, nikikutakia tafakari njema. Njoo kwetu Masiha, njoo Bwana utuokoe.